Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya KKKT DKMG Bukoba Online. Karibu katika makala hii fupi kuhusu uzinduzi wa mgahawa mpya wa ELCT Bukoba Hotel Annex. Tarehe 13 Mei 2025, Dayosisi ya Kaskazini Magharibi ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania ilifanya sherehe fupi ya uzinduzi wa mgahawa mpya wa ELCT Bukoba Hotel Annex, hatua ambayo inakamilisha mradi wa upanuzi wa hoteli hiyo kutoka vyumba 35 hadi 50. Uzinduzi huo ulihudhuriwa na viongozi wakuu wa dayosisi pamoja na wadau mbalimbali, hasa wateja wa kudumu wa hoteli hiyo. Mgahawa huo mpya ni sehemu ya mradi wa kuboresha utoaji wa huduma bora za hoteli katika mkoa wa Kagera kwa kupanua hoteli hiyo kutoka vyumba 35 hadi 50, ambapo ELCT Bukoba Hoteli inatarajia kuhudumia idadi kubwa ya wageni na kutoa huduma za hali ya juu zaidi. Ni huduma nzuri tunazoendelea kupata katika hoteli yetu. Kwa kweli huduma ni za viwango, huduma ni za kisasa na bei ni nafuu. Baba Askofu, sisi ambao ni watendakazi kutoka ofisi kuu, uongozi wa Bukoba Hoteli umetutengea sehemu yetu maalum kwa ajili ya bei maalum kwa ajili ya sisi wateja. Kwa kweli hilo sisi kwetu ni furaha na ni faraja kubwa sana. Basi baada ya kusema hayo, niendelee kuwatia nguvu viongozi wetu wa dayosisi na Bukoba Hoteli kwa ujumla kuendelea kufanya kazi kwa bidii na maarifa ili sifa za hoteli yetu ziendelee kuvuma, na kwa maana hiyo tuendelee kuvuta wateja wengi zaidi. Hoteli hiyo inapatikana katika manispaa ya Bukoba, kata ya Miembeni, karibu na uwanja wa Gymkhana, kando mwa Ziwa Victoria. Eneo hilo linapendeza kwa watalii na wageni mbalimbali kutokana na mandhari nzuri ya Ziwa Victoria pamoja na urahisi wa usafiri. Baba Askofu Dr. Abednego Kesho Mshahara amefungua rasmi mgahawa huo na kuwapongeza viongozi kwa kusimamia vizuri maono ya kanisa kwa kuleta mabadiliko chanya katika sekta ya utalii na kuwahamasisha wadau kuendelea kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya dayosisi. Nachukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu aliyetuwezesha kuifikia siku ya leo tunapozindua bwalo jipya na jiko jipya kwa ajili ya hoteli hii iliyopanuliwa au iliyoongezwa. Kuna ongezeko jipya la vyumba vya hoteli kutoka vyumba 34 sasa ni 50. Makofi na vigelegele. Na habari nilizozisikia, inawezekana ndiyo hoteli ya kwanza yenye vyumba vingi kwenye mji na kwenye mkoa. Hoteli namba 1 kwa wingi wa vyumba kwenye mkoa, vyumba 50 na vizuri. Mwenyekiti wa bodi ametaja hotelia na ni professional hotelia. Unaona, napenda kuishukuru ofisi ya Mheshimiwa Katibu Mkuu kwa usimamizi thabiti na utekelezaji wa ilani ya dayosisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanafikiri ilani ni neno la siasa au la chama, hata dayosisi ina ilani. Basi ni kwa kuwa sisi kwenye siasa, kwenye kanisa hatuongei mitano tena, tungemwambia mitano tena, lakini hatuiongei. Unaona? Kwa hiyo tunapenda kushukuru yeye na timu yake, naibu katibu mkuu, mtunza hazina hawalali, era inaangaliwa, akishaweka miwani yake mtunza hazina huyu ana check receipt, request, tenda. Sasa na yeye kwa nini usiseme mitano tena? Kwa sababu hayo yote wanasema usivione vya hele vyafanya nini? Vya hundwa. Kwa hiyo ukija kwa manager wa ELCT, labda hili mlikuwa mlijui, kuna walioona maendeleo, nasema kwa sauti ya chini, kuna walioona maendeleo ya hoteli hii wakasema tunapanga kumuiba. Nikasema haibiki. Kwa upande wake, Engineer Elzeus Bashabura ametoa ripoti ya ujenzi akibainisha mafanikio pamoja na kusisitiza ubora uliozingatiwa katika kutekeleza ujenzi huo. Mradi huu ulikuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, kwa kumbukumbu yangu, ilikuwa ni nyumba kubwa ambayo iko upande mbele yangu
ambayo ilifunguliwa tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2024 na ikiwa na vyumba vya kulala pamoja na conference room ambayo iko hapa katikati kwa ajili ya watu 12. Sehemu ya pili baada ya kufungua hii sehemu ya kwanza inahusia na mgahawa huko nyuma yangu. Hii mgahawa una sehemu mbili pia. Una sehemu ya jiko lakini na sehemu ya kulia chakula. Mgahawa huu una uwezo wa kukalisha wateja kati ya 28 na 30. Jumla ya kiasi kilichotumika kujenga huo mgahawa ni shilingi milioni 33,150,000. Ndio kiasi kilichotumika. Na kazi hii tunamshukuru katibu mkuu pamoja na uongozi wa diocese kwa kukiamini kitengo cha ujenzi na kutupa hiyo kazi kwa kushirikiana na ELCT Bukoba Hoteli. Naye mkurugenzi wa ELCT Bukoba Hoteli Bwana Aristides Musheshe ameeleza hali ya sasa ya hoteli hiyo na matarajio ya mgahawa huo mpya katika kuvutia wateja na kuongeza mapato. Restaurant hii itakuwa wazi kuanzia saa 12 za asubuhi hadi saa 5 za usiku, ili kuhudumia sio tu wateja wanaolala vyumbani, lakini pia wageni kutoka nje wanaokuja kula chakula na kunywa katika viwanja hivi. Siku za weekend tutakuwa na menu tofauti, na kwa jinsi hiyo tunatarajia eneo hili litakuwa na wateja wengi kila wakati na hivyo kuongeza kipato. Katibu mkuu wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi Dr. Elimelki Kigembe amezungumzia umuhimu wa mradi huo kwa maendeleo ya kiuchumi ya kanisa na kumpongeza Baba Askofu Dr. Abednego Kesho Mshahara kwa uongozi wake wenye maono ya kuiendeleza Dayosisi ya Kaskazini Magharibi. Napenda kushukuru Baba Askofu. Baba Askofu, wewe ndio ulikuwa na ajenda ya kuongeza vyumba ELCT Bukoba Hoteli. Tulipoizungumza, ninakumbuka kwenye management uliamua kuwa na hiyo ajenda. Nakumbuka askofu wa New York ulipompokea airport, kabla hajafika Bukoba Hoteli kucheck in, ulishamwambia juu ya vyumba na namna ya kuviongeza, na alishaanza kufikiria. Kwa hiyo tunakushukuru kwa kubeba ajenda hii, na sasa ajenda ulioibeba kutoka airport sasa tunaiona sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Napenda kumshukuru mkurugenzi wa Bukoba Hoteli. Mkurugenzi wa Bukoba Hoteli naye ameonekana kama alivyomsema mwenyekiti wa bodi na kama alivyomsema MC, ameonekana kuweza mziki wa ELCT Bukoba Hoteli. Tunamshukuru sana kwa maendeleo makubwa, lakini pia amekuwa mstari wa mbele katika mradi huu. Ninapenda kushukuru kitengo cha ujenzi, na zaidi nimtaje injinia wetu Mashabula. Uzinduzi wa mgahawa mpya wa ELCT Bukoba Hotel Annex ni hatua muhimu katika kukuza utalii na huduma za hoteli katika mkoa wa Kagera kupitia uongozi wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini Magharibi. Mradi huo unaonyesha uwezo wa kanisa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mimi ni Eliud Henry Kwelebera, afisa habari wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment katika YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kupata habari kila tunapokuwa tunaziposti hewani. Asante na kwaheri.